Bwana Yesu asifiwe sana. Apostle, nimerudi tena na leo katika mchana huu wa leo nataka tuweze kujadiliana kitu kimoja. Hivi kwa nini Wakristo wengi ni maskini? Kwa nini walokole wengi ni maskini? Kwa nini watu ambao wanaongoza kwa kulialia maisha ni magumu ni watu waliokoka? Lakini pia kuna wakati mwingine unaweza kujiuliza, je, kuwa tajiri, mlokole kuwa tajiri, au mtu yeyote aliyeokoka kuwa tajiri ni dhambi? Mtu mmoja akawa akiniambia kwamba Biblia imeandika heri ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kurithi ufalme wa mbinguni. Ndugu yangu, wewe ni ngamia. Kama wewe ni ngamia sawa, utapita. Lakini hata nikueleze, utajiri, asili ya utajiri unatoka kwa Mungu wetu sisi. Utajiri unatoka kwa Mungu wetu, yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo nataka tuweke dhana moja clear. Ndugu yangu, kama kuna watu ambao wanapaswa kuwa matajiri wa kwanza kwenye dunia hii, Tanzania, Afrika na mabara mengine yote, ni mtu aliyeokoka. Kwa nini? Kwa sababu muda utoshi ningekueleza habari za Ibrahim. Ibrahim alikuwa tajiri wa hatari, tajiri wa kutupa. Lakini pia muda utoshi ningekueleza habari za Ayubu. Ayubu alikuwa na mtumaini Mungu, lakini alikuwa ni mnyenyekevu na alikuwa na mali ambazo kwa namna yake haijawahi kutokea. Kwa mtu anaitwa Sulemani pia, tajiri la kutisha, lakini tembea na Bwana. Kwa mtu anaitwa Daudi, muda utoshi ningekueleza habari zao wote hao. Hivyo kinachotufanya walokole wengi tunakuwa ni maskini ni mtazamo tuliopewa. Mtazamo tuliopewa kwamba usinipe mali nyingi nikaja nikakukosa. Bwana, wewe ni ujinga, acha ujinga. Sawa? Mlokole, mtu aliyeokoka, lazima awe tajiri, lazima awe na fedha, lazima amiliki majumba, lazima amiliki maviwanja, lazima amiliki wafanyakazi, uwe na watu wanaofanya kazi. Wakina Ayubu wote walikuwa ni hivyo, walikuwa na vijakazi kibao. Wakina Ibrahim walikuwa na vijakazi wengi mno. Tuna kwenye Biblia. Inawezekana injili ambayo tumekuwa tukipewa sana ni injili ya kimaskini, inayotuonesha kwamba kufanikiwa ni dhambi. Kufanikiwa ni sehemu ya kumwasi Mungu. Sio kweli. Ili mambo mengine yaende ya kikanisa, lazima wapatikane watu ambao ni matajiri ndani ya nyumba ya Bwana. Watu ambao uchumi wao uko strong. Kanisa nafanya harambee shilingi 15,000, shilingi 50,000 kwa ajili ya kumlipa mlinzi. Alafu nasema kwamba tunaenda mbinguni. Huo ni ujinga. Kanisa la watu wanaenda mbinguni, harambee shilingi 15,000. Harambee shilingi 15,000, 50,000, 100,000, milioni, harambee ya shilingi milioni 1. Wakati kama tukiwa na majitu ambayo Mungu amekwisha kuyabariki, haya majamaa yanapiga hard work vibaya mno. Harambee shilingi 100,000 anatoa mtu mmoja, wala hahitaji kupoteza hata nusu saa kwa ajili ya harambee shilingi 100,000. Kwa hiyo, kwa nini lazima tuwe matajiri? Lazima tuwe matajiri kwa sababu Mungu wetu sisi ndio anayetupa nguvu ya kupata utajiri. Ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18, Biblia inasema, nanyi mtamkumbuka Mungu wenu kwa kuwa yeye ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Umeona sasa? Tutamkumbuka Mungu katika mambo anayoyatenda, katika utajiri tulionao. Lazima tukumbuke tu kwamba ni Mungu aliyetuweka hapa. Basi Mungu ndicho anachokitaka. Anatubariki, anatubariki, anatubariki. Lakini lazima tukumbuke tu kwamba mambo yote haya si kwa nguvu zetu, ni kwa ajili ya Bwana. Kumbe sasa sisi ni wana wa Mungu. Mungu wetu ni tajiri. Kama Mungu wetu ni tajiri, anayetoa utajiri ni yeye. Kwa nini sisi wana wa Mungu si matajiri? Na baraka zetu zimekuwa ni za nguvu sana. Lakini pia bado muda huo unatoa fungu la 10. Na Biblia unamwambia kila siku kupitia Biblia unamwambia Bwana kwamba umesema utabariki kazi ya mikono yangu. Acha ujinga. Kama unatoa fungu la 10 kwa uaminifu, ni muhimu na ni haki kazi zako kuongezeka, kazi zako kufanikiwa. Na baada ya mafanikio hayo, utajiri tunaufikia tu kirahisi sana. Lakini pia ni aibu
watu wa Mungu kuombaomba nauli, kuta mtumishi anaomba nauli unaomba chakula, tufanye harambee sijui tumpatie mfuko mmoja wa sembe safi. Hiyo yote ni kwa sababu ya umaskini. Kama kuna kanisa ambalo watu Mungu amekwisha kuwabariki, kuna matajiri, majitu ya imani, harambee za ovyo ovyo hizo waweze kuzikutana nazo. 15,000, 20, 30, hela ya mlinzi, sio hela wapiga muziki, sio hela sio ya vitu gani, ni vitu vya ovyo ambavyo nakifanya kitu hicho mtu mmoja tu anamaliza mambo yote. Nikupe kitabu kimoja. Mithali 14:20. Mithali 14:20 inasemaje? Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki wengi. Maskini, ndugu yangu, angalia kamgogoro uliko nako kati ya wewe na jirani yako ni kwa sababu ya umaskini wako. Kama Mungu angekuwa ameshakubariki na wokovu ulionao, hakuna mambo ya kupoteza muda kugombana na watu, amenikimbia, sijui amenitenga, sijui amenisusa, ni kwa sababu ya umaskini. Hivyo basi Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho pia, muda utoshi ningekueleza. Bwana Yesu alizaliwa katika hali ya umaskini ili sisi tuwe matajiri. Yesu alizaliwa katika hali ya umaskini ili sisi watoto wake tuwe matajiri. Lakini pia asili ya utajiri, ndugu zangu wapendwa katika Bwana, lazima tufanye kazi. Fanya kazi. Mmoja pata kazi, mwambie Bwana nipatie kazi. Lakini pia sio kwamba unaenda unajifungia, unaomba na kwenda mlimani kusema Bwana nipatie kazi. Hapana, una CV, andika CV. Una certificate, andika, andaa vizuri, print, ingia maofisini. Mwambie Bwana leo naingia kazini. Na wewe ndio unanipa nguvu ya kupata utajiri. Alafu uone. Kitu kikubwa tu ni kuwa mwaminifu. Katika mambo yote, nataka ni conclude. Katika mambo yote, sisi kama ni wana wa Mungu na Mungu wetu ni tajiri, basi ni haki yetu sisi kuwa matajiri kama baba yetu. Lakini lazima tujiulize, kama Mungu wetu ni tajiri na ndiye anayetoa nguvu ya kupata utajiri, why sisi bado ni maskini? Shida iko wapi? Shida ni mafundisho, au shida ni ufahamu wetu, au shida ni elimu, au shida ni nini? Ni nini hasa? Kuna mtu mwingine paka sasa hivi akimwona tu mtu amepata lenji yake, amepata gari zuri, anaona kama vesha kwa Freemason, ameasi. Ndugu yangu, acha ujinga. Mungu wetu sisi ni tajiri. Mungu wetu sisi ni tajiri. Kwa hiyo kama kuna jambo la kuombea, wachungaji, maaskofu, ombeni sana watu wanaofanya kazi kupitia vikumi vyao, kupitia jinsi wanavyojitoa. Ombeni Mungu awainue ili kanisa leo na watu wakubwa. Hebu fikiria, wewe ni mchungaji. Kanisani kwako ukiwa na mtu kama Bill Gates au Elon Musk, huyo ni muumini, ni mshirika wako. Elon Musk ni mshirika wako, Bill Gates au ni mshirika wako kanisani. Niambie, hautokalia mabenchi hayo? Hautakosa hela za kuwalipa mafundi kumalizia ujenzi wa kanisa? Kwa hiyo kuna faida kubwa, kuna faida kubwa, kuna faida kubwa, kuna faida kubwa. Hivyo ndugu yangu, utajiri wowote unaotaka usitafute kwingine. Acha kuloga, acha kuvunja nazi. Labda nikuchekeshe, kuna jamaa mmoja maeneo ya Kigoma, nyumbani kule, aliambiwa na mganga kwamba akavunje nazi round about. Watu ambao wanafahamu Mwanga Kigoma mjini, Mwanga, sisi tunaitwa Mwanga. Kuna round about iko pale, kuna samaki amewekwa pale. Jamaa ameambiwa na mganga akavunje nazi. Jamaa akatoka na bodaboda. Hebu fika pale akapiga ile nazi chini, mchana kweupe. Watu wakasema, namna gani? Cha ajabu, lilipita ile jamaa fulani na sikia zake njaa, likaokota yale mapande ya nazi, likatandika, likaendelea na kazi yake kusukuma mkokoteni. Kwa hiyo unaona jinsi mambo yalivyo. Kwa hiyo siji kuvunja nazi, siji kupiga nyungu, siji vitu gani, siji vitu. Ndugu yangu, utajiri kamili unatoka kwa Mungu. Utajiri usio na majuto unatoka kwa Mungu. Lakini pia ulokole sio maskini. Ulokole si kukosa hata hela ya kula. Ulokole si kukosa hata hela hata hela kulipa kodi. Huo sio ulokole. Ulokole si kukosa hata mavazi. Kuna watu wengine wanaomba sana lakini hata mavazi hakuna, wanafanya kila kitu hakuna. Paka inajikuta mwili wa Kristo umedhalaulika. Inawezekanaje watu maskini wa kwanza ni watu tunasema watu tumeokoka? Ndugu yangu, kuna haja ya badilisha mtazamo. Soma Biblia vizuri. Hakuna mahali ambapo mtu wa Mungu alisimama kwa uaminifu akafa maskini. Daudi akasema,
Nilikuwa kijana tangu sasa, hata sasa nimekuwa mzee. Sijawahi ona mwenye yake ameachwa, wala watoto wake kutangatanga kuombaomba mikate barabarani. Kwa kusema hivyo, ndugu yangu, nataka tupige kazi. Tupige kazi. Umeokoka, ndio tupige kazi. Unaimba, ndio tupige kazi. Unahubiri Injili, lakini ndio tupige kazi vile vile. Tuache kuambia tu watu acheni kazi nione ibadani. Wewe kazi. Bwana atabariki kazi ya mikono yetu. Ndugu yangu, nakubariki zaidi, lakini pia niseme kwamba Mungu akubariki zaidi kwa kuweza kupata nafasi ya kuona content hii. Cha kusema zaidi ni kwamba Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu sana. Kupitia content hii Mungu afungue milango ya kupata kazi. Mungu akupe milango ya kupata utajiri, kwa sababu baba yetu sisi ni tajiri na sisi tu watoto wake. Hivyo sisi ni matajiri. Mungu akubariki sana tajiri ujaye. Amen.